Thuram, Adrien Rabiot, and Griezmann slithered, and Griezmann again, and Reinders can carry it. Smashed home by Ross Barkley. Na mahalo mpenzi msikilizaji, natumai ubweri wa afya. Ujambo na karibu kwenye habari za mchezo ndani ya Radio EVC. Mimi ni mlezi wa soka Shidran Akitayo. Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Tukianza na ligi ya hapa nchini ni kwamba klabu ya timu ya Gor Mahia ya mabingwa wa ligi hiyo. Hii ni baada ya timu ya FC Leopards kupoteza hapo jana dhidi ya klabu ya timu ya APS Bomet, kitu ambacho kilifanya Gor Mahia kubeba ubingwa huo kwa alama 68, alama 4 mbele ya klabu hiyo ya timu ya FC Leopards. Tukisonga mbele ni kwamba klabu ya timu ya Mamelodi Sundowns ambayo inatoka taifa la Afrika Kusini ni mabingwa wa ligi kuu la bara Afrika baada ya kunyorosha timu ya Galaxy ya Morocco kwenye matuta ya penalti, fainali ambayo ilichezwa hapo jana kwenye taifa la Egypt. Kimataifa ni kwamba vigogo wa London washika bunduki almaarufu Arsenal ni mabingwa wa ligi ya Uingereza baada ya miaka 22. Vijana hao wa Mikel Arteta washerekea ubingwa huo baada ya kuwazidi Manchester City alama 7, kwani Arsenal walikuwa na alama 85 na Manchester City wakiwa nyuma nafasi ya pili kwa alama 78. 2 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, gathering dust, gathering doubt, but this season has lit the fuse. After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Kwingineko ni kwamba baadhi ya vigogo wa klabu ya timu ya Manchester City ikiwemo kocha Pep Guardiola, Bernardo Silva, John Stones, Ederson Moraes na aliyekuwa nahodha wa klabu hiyo Ilkay Gundogan waliaga klabu ya timu ya Manchester City hapo jana baada ya mchezo wa mwisho dhidi ya klabu ya timu ya Aston Villa. Ilikuwa ni huzuni ugani Villa Park, kwani mashabiki walilemewa na hisia kwa kuonyesha upendo na ushirikiano kwa wachezaji wa klabu hiyo ya timu ya Manchester City. Please welcome out for one last time, Ederson! Mwishowe ni kwamba kocha wa timu ya Uingereza Thomas Tuchel azungumza baada ya kuacha vigogo wengi wa taifa la Uingereza nje, ikiwemo mchezaji wa Manchester City Phil Foden, na mchezaji wa klabu ya timu ya Manchester United Harry Maguire, na hata Cole Palmer wa klabu ya timu ya Chelsea kwenye kikosi ambacho alikiteua cha Uingereza kitakachowakilisha taifa hilo kwenye kombe la dunia kule Marekani mwaka huu, kule Marekani pamoja na Canada. How are Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White? How are they not in this squad? How have you left them out? Do you fear leaving their talents out? No, I don't fear, because I'm very confident in the group that we chose and with whom we arrived. Very difficult decisions, painful conversations, difficult for the players, difficult to explain to the players. But as I said, what we're trying to achieve, we try to achieve as Na huo ndio mwisho wa habari za mchezo kwa sasa. Endelea kusikiza EVC Radio kwa vipindi vifuatavyo, manake hapa ndipo mimi ni Shidran
Aki Tayo.